Mtazamaji, asante kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa tunaendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Ukosefu wa elimu ya uwekezaji unaendelea kuwa gharimu wa Tanzania wengi, huku fursa lukuki za masoko ya mitaji zikibaki bila kuguswa, hali inayotajwa kuhatarisha mustakabali wa kifedha wa mtu mmoja mmoja na ukuaji wa uchumi kwa ujumla. Mwanahabari wetu Jamila Omar kutoka Arusha anatueleza zaidi. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB katika mkutano mkuu wa chama cha mawakili Welfare Mkoba unaofanyika jijini Arusha, kaimu meneja wa CRDB Bank kanda ya kaskazini Emmanuel Kafui amesema benki hiyo itaendelea kutoa elimu na ushauri wa uwekezaji kupitia kitengo chake cha masoko ya mitaji. Taarifa ambazo sahihi za uwekezaji zinakosekana, lakini la pili ni elimu ile ya msingi ya kuwekeza kwenye uwekezaji ambayo ingeweza kusaidia kuwekeza kwa sababu watu wanawekeza, lakini wanawekeza kwenye nini ndio inaweza kuwa changamoto. Kwa upande wao, viongozi wa chama cha mawakili Welfare Mkoba wanasema mawakili wengi wanakumbwa na changamoto za kifedha na kijamii kutokana na ukosefu wa mipango madhubuti ya uwekezaji. Changamoto hizo ni kukosa mitaji ya kuanzisha au kukuza ofisi zao za uwakili, kukumbwa na mikopo yenye riba kubwa isiyostahimilika, kukosa mifumo ya msaada wakati wa majanga kama magonjwa, ajali na kifo. Hivyo, Wakili Welfare Mkoba ilizaliwa kama suluhisho la ndani, yani homegrown solution, likiwa na lengo la kuleta unafuu wa maisha na kujenga heshima ya kiuchumi kwa taaluma ya uwakili. Kwa hiyo hayo tunajivunia kama Wakili Welfare Mkoba kwamba inatoa msaada hata kwa young lawyers kuanzisha ofisi. Mnajua sasa hivi kuna changamoto ya ajira. Kwa wakili amemaliza anatembea na CV mfukoni, lakini anaweza kuwa na ofisi binafsi. Hasa ofisi binafsi kufungua ni changamoto, rent kulipia ni gharama, kufanya kazi ni gharama. Hasa Wakili Welfare Mkoba inamkopesha aweze kwenda kupata ofisi. Hivi sasa juhudi zinatakiwa kuelekezwa kwa taasisi za kifedha na wadau kuongeza juhudi za kutoa elimu ya fedha ili kuwawezesha Watanzania kufanya maamuzi sahihi ya uwekezaji na kujihakikishia maisha bora ya baadaye. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Baadhi ya wafanyabiashara wadogo katika manispaa ya Songea mkoani Ruvuma wamelalamikia uamuzi wa baraza la madiwani kuagiza kubomolewa kwa vibanda vya biashara pembezoni mwa barabara za mji huo, wakidai hatua hiyo itaathiri biashara zao na kukosa kipato cha kuendesha maisha yao. Yusuf Kayanda kutoka mkoani Ruvuma anatueleza zaidi. Wakizungumza na Channel 10, wafanyabiashara hao wanasema wameshangazwa na uamuzi huo, wakidai wamekuwa wakilipa kodi za serikali pamoja na ada za leseni za biashara kwa mujibu wa taratibu. Hivyo uamuzi huo unakwenda kuathiri moja kwa moja uchumi wa biashara zao na kuathiri familia zao. Wakati tumeshaanza kufanya biashara hapa na hizo kodi zao tunalipa kupitia hapa kwa sababu biashara ipo na mzunguko upo. Huwezi kutupeleka sehemu ambayo haina biashara, haina mzunguko wa biashara, afu unataka kutudai kodi. Tunalipaje kodi? Nafikiri Mheshimiwa Rais aliangalia kwa makini. Kwa hiyo nilikuwa nategemea serikali ingeendelea kunishika mkono, niendelee kupambana. Lakini sasa kupitia hili jambo wanaendelea tena kuturudisha nyuma. Tunarudi tena kule ambako serikali ilikuwa inapambana na machinga. Sasa watazidi kuwa wengi na mwisho wa siku watu wengi tutapotea kwenye biashara. Awali akitoa maazimio ya kikao cha baraza la madiwani, katibu wa madiwani Sylvester Mhagama amesema baraza hilo limefikia uamuzi wa kuchukua hatua za haraka na za lazima ili kurejesha utaratibu ndani ya manispaa ya Songea. Tuliamua katika kikao kilichopita kwa kuwa mji unaendelea kujengwa kiolela, hatuwezi kukubali kuona ajali zinatokea wakati tuna nafasi ya kwenda kuzuia zile ajali. Vibanda vile vitolewe haraka. Kalba ya nguvu haijatumika kwa ajili ya kuondoa vibanda vile. Kutoka manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, mimi ni Yusuf Kayanda wa Channel 10. Na mtazamaji, taarifa yake Yusuf Kayanda ndio inayotamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao tutakuja kujiunga na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani, kija hapa kutupasha zaidi. Endelea kusalia nasi.